matokeo adhimu ambayo kwamba yamepatikana katika mwezi wa Shaaban. Ndio maana ukaitwa huu ni mwezi wa Mtume, ni kuteremka kwa aya ya as-salah was-salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya kama hii maulama wanatuambia iliteremka katika mwezi wa Shaaban. Ni aya ambayo kwamba inabainisha daraja na manzila na cheo cha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kwa Mola wake. Inna Allah, hakuna jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ametutaka sisi tufanye kisha akatangulia yeye kulifanya isipokuwa hili. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanamswalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kisha akaelekeza amri kwetu sisi na kutaka sisi nasi tupate sharafu kama hiyo, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini msalieni na mumsalimia, mumtolee salamu. Mola subhanahu wa ta'ala khitabu hii akaelekeza kwa wale ambao kwamba wana imani, kuonesha hapambiki na sifa kama hii ya kumsalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yule ambaye kwamba amepambika na imani katika moyo wake. Kwa hivyo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, na ikaja kwa fi'ili ya mudhari yusalluna, ambayo kwamba inajulisha istimrar, inajulisha kuendelea. Yani sio kitu ambacho kwamba kimetokea katika siku za nyuma kikaisha, la, ni jambo ambalo kwamba linaendelea kupatikana. Mola subhanahu wa ta'ala, hebu niambie, swala moja ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uzani wake ni kiasi gani? Lau zitaekwa swala za bilioni 2 Waislamu ulimwenguni katika upande mmoja wa mizani, iwekwe na swala moja tu ya Mwenyezi Mungu katika upande wa pili, ipi ambayo kwamba itakuwa nzito zaidi? Kuonesha kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana haja na swala yangu mimi na wewe, kwa sababu tayari ashapata swala za Mola, ashapata na swala za malaika. Lakini sisi tunapokwenda tukamswalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sisi ambao kwamba tunastafidi, sio yeye. Kama anavyosema mshairi, kalbahri yumtiruhu as-sahabu wama lahu fadlun alayhi li'annahu min ma'ihi, sema ni kama bahari, yumtiruhu as-sahabu, hunyeshewa na kiwingu, huja ikateremka ile mvua katika bahari, ni maji yale, lakini wama lahu fadlun alayhi, haiwezi hata siku moja kiwingu kikasema, kijigambe kusema nimeongeza maji katika bahari. Kwa nini? Li'annahu min ma'ihi, kwa sababu yale maji ya mvua kama na maji ya bahari mpanda kwa njia ya Bukhara, kisha akaja yakateremka tena. Kwa hivyo nitoka hapo. Kwa hivyo na mimi na wewe hakuna fadhila yoyote ambayo kwamba tunamfanyia Rasulullah tunapomsalia na tunapomsalimia, bali tunajenga sisi, tunajifaidisha sisi, tunajinufaisha sisi. Na ndio maana maulama wakatuambia hakuna ibada ambayo kwamba ina ujira sampuli nyingi, sio ujira mkubwa, ina ujira sampuli nyingi kama hii ya kumsalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amezikusanya Imam Sha'rani mpaka 49. Yani kwa sala yako mswalia Rasulullah unapewa thawabu 10, unarufaishwa daraja 10, unafutiwa dhambi 10, unaondolewa hamu, ghamu, yani ujira sampuli nyingi ambazo kwamba zinapatikana kwa kupitia swala moja tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatosha kuwa ukimswalia swala moja unaswaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala swala 10. Man salla alayya marratan, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atakayeniswalia mimi mara moja, sallallahu alayhi biha 10, Mwenyezi Mungu atamswalia 10. Sasa angalia katika mizani yako, kukiingia swala 10 za Mola subhanahu wa ta'ala zinakuwa na uzito kiasi gani? Na swala ya Mola subhanahu wa ta'ala kwa waumini ni swala ipi? Walladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu kutuswalia mimi na wewe kama waumini ni kututoa katika kiza kwenda katika mwangaza, na sisi tuko katika ulimwengu ambao kwamba umejaa kiza. Sawa ni kiza cha shahawat ama ni kiza cha shubuhat. Leo kuna wale ambao kwamba wanaingizwa katika atheism, wanaotekwa na fikra za kina LGBTQ, kila mmoja anakuja na fitna zake. Ulimwengu umechafuka kabisa. Sawa ni upande wa shahwa ama ni upande wa nini, wa shubha. Cha kukutoa katika kiza kama hicho na kukuingiza katika nuru ni as-salatu ala al-habib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Madamu imethubutu katika hadithi kuwa ukimswalia Mwenyezi Mungu atakuswalia, na swala ya Mwenyezi Mungu ni kukutoa katika kiza kwenda katika mwangaza, basi shikamana nayo tena kwa wingi.